إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، enyi waislamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha wa atiuhu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawm natakallamu, siku hii ya leo tutazungumzia min qawli Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, kwa hakika si vingine bali kilichokuwepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anakubali, Allah anapokea, Allah analipa. Min man, kutoka kwa nani? Minal muttaqina, kutoka kwa almuttaqina, yani kutoka kwa wacha Mungu. Wahum man, na wao ni kina nani hawa wacha Mungu wenyewe? Aya hii ni sehemu ya aya iliyokuja katika suratu Al-Maida. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii nambari 27 kipande cha suratu Al-Maida alikuwa anazungumzia kisa cha watoto wawili wa nabii Adam alayhi salam, lakini kilichokuwepo ni hichi: wale wema, wale waliokuwa wametangulia, wale ambao sisi tunawaiga wao, sisi tunawafuata wao katika dini wao. Aya hii imewashughulisha sana, kwa kuwa wao imewashughulisha sana na sisi tunawafuata wao. Ndio mimi nikaona leo bado nizungumzie aya hii baada ya kuzungumza kuhusu nafsi katika hutuba ambayo kama iliyokuwa imepita baada ya miaka kadhaa. Nilikuwa sikuja mimi hapa leo, nazungumza aya hiyo kwa sababu wao aya hii iliwapa hofu sana kubwa mno. Hii ndio kaida yao. Wao hawakuwa wakichukulia kwamba ni matukio yaliyokuwa yamekwisha kupita, tunahadithiwa tu. Watoto wawili wa nabii Adam walikuwa kadhaa wa kadhaa. Wao kaida yao wanapopita katika Qur'ani al-Karim wanafanya tadabbur, wanafanya mazingatio, wanazingatia. Aya ikawaumiza, aya ikawatia hofu kweli kweli katika maisha yao wao. Ndugu zanguni katika imani, hivi ndivyo ilivyo ahlul imani. Watu wa imani wanavyokuwa, wanakuwa na hofu. Wao wana hofu na nini? Wana hofu ya kukubaliwa kwa amali zao. Wao hawakuwa kama sisi, wao hawakuwa kama watu wengi walivyo, wanajali kufanya tu. Ndo alau huyo anayejitahidi huyo
akifanya anaona kama keshamaliza mzigo, anaona kama keshamaliza kazi. Wao na hofu ya kukubaliwa, ile amali imekubaliwa, wana yakini ya 100 juu ya 100, yani wana uhakika wa 100 juu ya 100 kwamba amali itakayofanywa kama Allah anavyotaka ifanywe, kwamba Allah lazima atailipa. Wanajua hivyo, na wana yakini ya 100 juu ya 100 kwamba Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kudhulumu. Yeye Allah kajiharamishia dhulma na kaifanya dhulma baina yetu sisi, yani bainakum muharaman, baina yenu. Katika riwaya imekuja kwamba ni kitu ambacho kwamba kilichoharamishwa. Hadhulumu, wanajua wao hivyo, lakini wana hofu ya kukubaliwa. Kwa nini wakawa na hofu ya kukubaliwa? Ndiyo kwa sababu yawezekana likaja likatokezea jambo, na hali ya kuwa watendaji wa ibada hiyo wao wakawa hawajazindukana kama jambo fulani linaingia hapa, jambo fulani limeingia, jambo ambalo litakalopelekea kubatilishwa kwa amali isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa jambo hilo katika zama zetu lipo na yapo sana hayo, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yatakabbalu Allahu minal muttaqina, kwa haka si vingine bali anakubali Allah kutoka kwa wacha Mungu. Madhum ni kina nani wao? Sawa, wana wasiwasi wao katika wacha Mungu, hawajui kwamba wao ni katika wacha Mungu, hawajui kwamba wao ni katika wacha Mungu, wao hawajui kama ni katika wale ambao kwamba amali yao inakubaliwa. Hawa mtu asiyekaona watu wa kawaida tu, hapana. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema bibi Aisha radhiallahu juu yake, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi alaya, nilimuuliza mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuhusu aya hii. Aya ipi hiyo? Bibi Aisha akaitaja aya yenyewe kwamba aya ambayo inazungumzia walladhina utuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, na wale ambao kwamba waliokuwa wanatoa na wanafanya kila waliotakiwa wao wayafanye, lakini juu ya yote hayo wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zina hofu. Anasema nilimuuliza mtume kuhusu aya hii, man humul ladhina, ni kina nani hao? Qalat Aisha, amesema bi Aisha, qultu mimi nikasema alladhina yashrabuna alkhamra wayasrifun wayasrikhun, wanaokunywa ulevi na wanaoiba. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mama Aisha hapo alisema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, la ya binta Siddiqi, sio kwamba wale ambao kwamba waliokuwa na kunywa ulevi na wanaoiba, yani kwa maana sio wale wanaofanya mambo mabaya, wanaofanya mambo maovu, sio wale, bali ni wale ambao yasumuna wayusalluna wayatasaddaquna, bal yakhafuna, bali wao wanakhofu vipi amali zao zitakubaliwa au zisikubaliwe. Alafu kisha mtume akapiga msumari kumuonesha Aisha na kutuonesha na sisi kwamba hawa ni wale wanaojitahidi kuliko wengine wote duniani. Hapo ni masaba mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya ya Qur'an al-Karim, yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna, wale wanaokimbilia katika mambo ya kheri. Wa hum laha sabiquna, na wao katika hilo jambo la kheri, katika kukimbilia mambo ya kheri, sabiquna, ni wenye kutangulia.
wako mbele wa mwanzo kabisa. Aya maisha yanazijua vizuri kwamba ni aya zinawazungumza masahaba. Katika aya ya 60 na 61 ya sura ya 20 na ya sura ya 23 suratul Mu'minin, Mtume akasema anakusudiwa hawa wenye hofu hapo ni wao, walladhina utuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, wao sio waovu, sio waovu. Lakini leo wapi? Leo utakuta kama kigelegele, utakuta kama shangwe, hasa kwa wale ambao kwamba walikuwa maskini wamekubali, maana yake kuwa wao ni lazima kuwafuata salafi salih, wema waliokuwa wametangulia katika masahaba na katika wengine. Wao wanaona kama ishu kwamba kilitakiwacho ni kufanya tu, na ndio maana utakuta naweza akafanya mambo mpaka laitani kama ingekuwa ni dawa, laitani ingekuwa ni dawa ya kula, basi ingelikuwa maradhi inaleta matokeo yake. Kila kitu kama hakifanyi kwa mpangilio utakiwao, basi hakina manufaa. Kama hakijaleta madhara, basi kinakuwa hakina manufaa. Lakini mara nyingi kinaleta madhara, na hivi ndivyo hali ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuingia kwa kitu kati kitakachoharibu amali, hasa katika zama hizi, ni jambo ambalo kwamba litarajiwalo, ni jambo ambalo kwamba lipo na linatokezea. Wameogopa masahaba katika kipindi chao kuingia kama nini mfano wake, kuingia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani nini maana ya wacha Mungu? Kwa sababu Qur'ani imesema inma yatakabbalu Allahu minal muttaqina, kwa hakika si vingine bali anapokea Allah kutoka kwa wacha Mungu. Manil muttaqun, nani wacha Mungu? Ucha Mungu ina tafsiri nyingi, lakini tafsiri ambayo kwamba iliyokuwa asdaku, yani iliyokuwa kweli zaidi, na tafsiri ambayo kwamba iliyokuwa imesibu zaidi, ucha Mungu maana yake kwamba ikhlas, yani kufanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu anachokifanya. Na la pili mutabawatu rasulillah sallallahu alayhi wasallama, yani kufuatwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Sasa kile kinachoingia kati, kile kitakachoharibu amali, kinawezekana ikaingia si kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya Allah. Kwani amali lazima iwe 100 juu ya 100 akusudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ya kuacha, Allah kalikataza jambo, au ikiwa la kufanya jambo ambalo Allah kaliamrisha au kalipendezesha jambo hili kufanya, iwe si kwa kusudiwa yoyote, bali kukusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika watu hili jambo hatunalo, laingia mambo mengine, anaweka mtu maslaha ya kidunia, hapa nitapata, pale fulani mtaonekana kadha na mfano wa hayo. Na ndio maana miji midawa mengi inawezekana ikawa, lakini kama haina madhara, basi hapana faida ambayo kwamba inayopatikana. Na ndio maana kwa ajili hii jaa min Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kumekuja kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu yake. Ali alisema kuambia watu katika zama zake yeye, katika kipindi cha ukhalifa wake yeye, Ali bin Abi Talib aliwaambia watu kwamba tadabbaru, au kama kala Ali bin Abi Talib, au kama alivyosema Ali bin Abi Talib, makazingatieni min hadha, kutokana na jambo hili. Jambo gani? Yani min al-amali, kutokana na amali, kutokana na ibada. Kwambia zingatieni tena sana, fataamalu,
Zingatieni kwa makini tena sana kuhusu jambo hili la ibada mnazozifanya na amali. Kisha baada ya hapo akasoma aya ya Qur'ani al-Karim, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Kwa hakika si vingine, Allah kafunga maneno kwamba kwa hakika si vingine, bali anakubali Allah ibada, anakubali Allah amali kutoka kwa wacha Mungu, yani kutoka kwa wale waliokuwa wanafanya kila wanalolifanya wanalifanya kwa ajili ya Allah tu basi. Na kwa kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwa kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anakwenda kwa hatua bin hatua. Lengo anasema nini? Anasema naogopa nisije nikawachosha watu, naogopa nisije nikawachosha watu. Miongoni ya kufuatwa Mtume ni hatua baada ya hatua, muda baada ya muda, ili nisije nikawachosha watu. Ali bin Abi Talib ana wapa nasaha watu na anawataka watu wakumbuke sana suala la kukubaliwa kwa amali. Kwa nini? Kwa sababu amali haikubaliwi isipokuwa kutoka kwa wale wanaofanya kwa ajili ya Allah, na wale ambao kwamba wanaofanya kwa mafundisho kama alivyofundisha mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayuha almuslimun ibadallah, enyi waislamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa min Abdullah bin Umar, yamekuja maneno kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, radha Allah ziwe juu yao yeye na baba yake. Maneno yenyewe yako hivi kwamba jaa rajulun, katika riwaya imekuja jaa sailun ila Abdullah bin Umar, alikuja muombaji kwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma. Wasailun talaba minhum an yusa'idahu, na yule muombaji alimtaka Abdullah bin Umar kwamba amsaidie bishai'in min almali, chochote katika mali. Faqala Abdullah libnihi, akasema Abdullah bin Umar kumwambia mwanawe, a'tihi dinaran fa'atahu, mpe dinari. Mwanawe akampa yule mtu dinari. Faqala, akasema bunuhu, mwanawe mtoto wa Abdullah bin Umar akamwambia baba yake, taqabbala Allahu minka ya abata. Akamwambia maneno yenye maana kama hivi kwamba taqabbala Allahu minka ya abata, amekwisha kukubali Allah kutoka kwako ewe baba yangu. Na pia unaweza kuleta kama ni jumla kiduaia kwamba akubali Allah kutoka kwako wewe amali yako hii ya kutoa ulikokuwa umetoa. Alipoyasema maneno hayo, faqala Abdullah bin Umar, lau alimtu, laitani mimi ningelijua, anna Allah yaqbalu minni sajdatan wahidatan, ningelijua kwamba Allah anakubali kutoka kwangu sijida moja tu, au sadakatan, au sadaka yote ile ambayo kwamba nitakayoitoa, basi lam yakun ghaib, isingekuwepo jambo lolote la siri, jambo lolote lilokuwa ghaibu, yani la siri, ahabba ilayya, linalopendeza zaidi kwangu mimi, min almauti, kuliko kufa. Ingekuwa Allah najua kwamba anakubali kutoka kwangu mimi amali yangu nilokuwa naifanya, ingekuwa hakuna chochote ambacho kwamba katika mambo ya ghaibu, mambo ya siri, lenye kupendeza zaidi kwangu mimi
kuliko kifo. Sahaba huyo ana hofu kwa kuwa, je, mimi na wewe, hawa ni masahaba, mambo yako vipi? Ibn al-Maliki, na vile vile amekuja kutoka kwa Ibn al-Maliki, anasema sami'tu Aba Darda. Tabiina huyu rahimahullah anasema sami'tu Aba Darda radiyallahu anhu, nimesikia kutoka kwa sahaba Abi Dardai, radda Allah ziwe juu yake, la in astayqinu, laitani mimi ningelikuwa na yakini, yani ningelikuwa na uhakika, anna Allah taqabbala minni salatan wahida, kwamba Allah amekubali kutoka kwangu mimi sala yangu moja tu, basi ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha, jambo hilo lingependeza zaidi kwangu mimi kuliko dunia na vile vilivyomo ndani ya dunia. Tabua ndugu Muislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali kutoka kwa wacha Mungu, hakubali kwa mwingine asiyekuwa wacha Mungu. Hali tulizokuwa nazo sisi, tukitaka tusitake, ni tofauti na hali za masahaba. Sisi tuna majambo mengi, tuna vijambo vingi, kushughulishwa na mambo ambayo kama tukaacha kutekeleza vizuri amali, tofauti na wao vile walivyo, na mambo mengine kuweka dunia mbele zaidi. Kwani wao ukiona mambo yanaharibika, sababu yake ni nini? Sababu yake ni nini? Make wachilia mbali katika dunia, hata katika dini, sababu ni dunia, hakuna sababu nyingine yote. Ndugu yangu, nafsi, pambana na nafsi. Kama si hivyo, hali tete, hali mbaya kuliko vile ambavyo kwamba tunavyotegemea mimi na wewe. Hali ni mbaya, tena kwa kiwango cha juu kabisa cha ubaya. Hali ni mbaya, tena kwa kiwango cha juu kabisa. Hali ni mbaya. Allah anakubali amali minal muttaqina, kutoka kwa wacha Mungu. Man humul ladhina, ni kina nani hao? Wale ambao wanaofanya kwa ikhlasi, kila wanachokifanya wanakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubasi, si kwa ajili ya mwingine yeyote yule. Na vile vile wanafanya la pili hilo kwa mujibu ya kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yani wanalolifanya liwe lile linatoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hata jidame hali we mijibidaa kibao, ria kibao. Kila mmoja anatakiwa tulize akili yake na muombe Allah subhanahu wa ta'ala asifate shangwe. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah anawazungumza kwa kusema katika Qur'an al-Karim, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, wale ambao kama wanaotoa vile walivyopewa na anafanya kila anachotakiwa kukifanya, lakini wa qulubuhum wajilatun, kwa kuwa wao kwa Mola wao watarejea. Je, amali zimekubaliwa? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna, na hali ya kuwa wao ni wenye kukimbilia katika mambo ya kheri, wako mbele kweli kweli. Tujalini haya, na ndio maana napenda kumalizia ubeti huu tena, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, fa innal mauta qad hana, kwa hakika mauti yamekwisha kutufikia. Wa asil hawa falahawa ma zala fatana, ya asima tamanio, falahawa ma zala fatana, kwani matamanio hayatoacha
kutufitini. Allahumma kun lana wala takun alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tada'na, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna jitinaba. Allah, tunakuomba utujalie katika wale wenye kukubaliwa amali zao. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utujalie sisi pamoja na watu wetu katika wale wenye kukubaliwa amali zao. Allah, tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utujalie katika wale waliokuwa kila wanachokifanya wanafanya kwa ajili yako tu, si kwa ajili ya mwingine yeyote, na kwa ajili ya kumfuata mtukufu wako wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Qumu ila salatikum.